Hii ni taarifa kutoka mkoani Mwanza ambapo house girl, mfanyakazi wa ndani huyu, amefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kujaribu kumuua mtoto mchanga. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza mapema Machi 9 mwaka 2026 limemfikisha katika mahakama ya wilaya Ilemela Faima Yasin Twaibu mwenye umri wa miaka 19, mkazi wa Buliehele, kwa tuhuma za kujaribu kumuua mtoto mchanga. Mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Mheshimiwa Christian Mwalimu, upande wa jamhuri ukiongozwa na wakili wa serikali Evans Kaiza akisaidiana na Clara Muhando, ulidai kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Disemba 25 mwaka 2025. Inadaiwa kuwa katika mtaa wa Buliehele, kata ya wilaya ya Ilemela, mshtakiwa alijifungua mtoto mchanga na kisha kumtupa juu ya paa la nyumba kwa lengo la kutoa uhai wake. Mshtakiwa katika shauri hilo namba 5112 mkwaju mwaka 2026 anakabiliwa na shtaka moja la jaribio la kuua kinyume na kifungu cha 211 kipengele B cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023. Akijibu swali la mheshimiwa hakimu aliyetaka kujua sababu ya kumtupa mtoto huyo juu ya paa la bati, mshtakiwa alidai kuwa alifikia uamuzi huo kwa hofu ya mwajiri wake ambaye hakumtaja jina asigundue kuwa alikuwa mjamzito na amejifungua. Ananukuliwa akisema, "Sikutaka bosi wangu ajue kama nilikuwa mjamzito na nimejifungua mtoto," alisema Faima. Mheshimiwa Mwalimu alieleza kuwa kosa hilo lina dhamana, ambapo mshtakiwa alitakiwa kuwa na wadhamini wawili wenye vitambulisho vya taifa yaani NIDA na barua za utambulisho kutoka serikali za mitaa. Aidha, kila mdhamini alitakiwa kusaini hati ya dhamana ya shilingi milioni 3. Hata hivyo, mshtakiwa alishindwa kutimiza masharti hayo ya dhamana na hivyo kupelekwa rumande. Kuhusu hali ya mtoto huyo ambaye kwa sasa ana umri wa miezi 2 na wiki 2, yupo salama chini ya uangalizi wa maafisa ustawi wa jamii. Shauri hilo limepangwa kutajwa tena Machi 23 mwaka 2026 kwa ajili ya kusomewa hoja za awali na kuanza kusikiliza ushahidi wa upande wa jamhuri. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment maoni yako, itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.